kutoweka kwa viumbe hai, kuharibika kwa bahari na mito, mabadiliko ya hali ya hewa, uchafu wa mazingira, wanyama na mimea kutoka nje wanaovamia mazingira na magonjwa mpya. Leo watu wengi wanazungumza kuhusu mambo haya. Lakini maana yake ni nini hasa? Inatuhusu vipi sisi? Na tunaweza kufanya nini ili kulinda na kuokoa dunia yetu? Haya ni mambo muhimu, lakini wakati mwingine ni magumu kuelewa. Ndiyo maana tutayachunguza pamoja katika vipindi 18. Katika sehemu hii tutajifunza jinsi ya kulinda asili. Tuliona kuwa viumbe wako hatarini. Kama hakuna mabadiliko, hali itakuwa mbaya. Basi, tufanye nini? Kila mtu anaweza kusaidia. Serikali pia lazima ichukue hatua. Serikali inapaswa: 1. Kusimamisha ukataji wa miti ovyo. 2. Kusimamisha uvivu mwingi sana. 3. Kusimamisha uwindaji haramu. Badala yake, kutumia nishati safi, kusaidia kilimo kizuri, kupunguza dawa za kemikali. Lakini na sisi pia tunaweza kufanya mambo rahisi kila siku. Katika chakula, kula vyakula vya karibu, kupunguza kula nyama. Katika matumizi, kupunguza plastiki, kutumia mfuko unaotumika tena, kuepuka taka nyingi. Kitu kikiharibika, kikarabati, usikitupe mara moja. Kulinda mazingira, kutengeneza mboji, kusanya taka, kuheshimu mazingira, na jambo muhimu sana: tazama asili, angalia wanyama, jifunze mimea. Afrika ina asili nzuri sana, wanyama na mimea ya ajabu. Ukijua asili, utaipenda. Ukipenda asili, utailinda. Katika sehemu inayofuata, tutazungumza kuhusu maisha ya viumbe vya baharini. Tumefika mwisho ya kipindi hiki. Asanteni kwa kutusikiliza kwa makini. Tembeleeni www.youthconservation ili kujifunza zaidi na kuona maelezo na mafundisho yetu kuhusu mazingira na jinsi ya kuyahifadhi. Tutaonana tena katika kipindi kijacho. Karibuni tena.